Leo ni Jumamosi ya juma la 13 la mwaka. Injili inayotuongoza katika tafakari ya siku inatoka kwa mwinjili Mathayo, sura ya 9 aya ya 14 hadi ya 17. Wapendwa katika Kristo, leo Yesu anatualika kutafakari swali muhimu sana katika maisha yetu. Je, mimi ni kiriba kipya kinachoweza kupokea neema ya Mungu au bado ninashikilia maisha ya zamani? Injili inaanza kwa swali ambalo wanafunzi wa Yohane Mbatizaji wanamuuliza Bwana wetu Yesu Kristo. Wanamuuliza, kwa nini sisi na Mafarisayo tunafunga mara nyingi, lakini wanafunzi wako hawafungi? Kwa mtazamo wa kawaida, inaonekana kama ni mjadala kuhusu kufunga, lakini Bwana wetu Yesu Kristo anatumia swali hili kufundisha jambo kubwa zaidi kuliko kufunga. Anazungumzia maisha mapya anayokuja kuyaleta duniani. Katika dini ya Kiyahudi, kufunga kulikuwa na nafasi muhimu sana. Sheria ya Musa iliagiza siku maalumu za kufunga, hasa siku ya upatanisho. Lakini kadiri miaka ilivyoenda, makundi kama Mafarisayo na hata wanafunzi wa Yohane Mbatizaji walikuwa wameongeza siku nyingi za kufunga kwa hiari yao. Kufunga kulionekana kuwa alama ya uchaji wa Mungu, toba na unyenyekevu. Hata sisi leo wa Kristo, kanisa halijaondoa umuhimu wa kufunga. Tunafunga hasa wakati wa Kwaresma, Ijumaa Kuu na nyakati nyingine za toba. Kufunga ni njia ya kuutawala mwili, kuimarisha sala na kumkaribia Mungu. Lakini tatizo ambalo Yesu analiona si kufunga. Tatizo ni namna watu walivyokuwa wanafunga. Kwa Mafarisayo wengi, kufunga kulikuwa kumekuwa jambo la kujionesha mbele za watu. Walitaka watu waone kwamba wao ni watakatifu kuliko wengine. Walibadili nyuso zao, walionekana wenye huzuni ili kila mtu ajue kwamba wamefunga. Ndio maana Yesu aliwaambia, unapofunga jipake mafuta kichwani na unawe uso wako. Kwa Yesu, Mungu haangalii tumbo lililo tupu tu, anaangalia moyo uliojaa unyenyekevu. Ndio maana Yesu hakujibu swali lao kwa kusema tu, wanafunzi wangu hawafungi. Badala yake, aliwaongoza kwenye ukweli mkubwa zaidi. Anawaambia, je, wageni wa bwana harusi wanaweza kufunga wakati bwana harusi bado yuko pamoja nao? Kwa maneno mengine, Yesu ndiye bwana harusi. Ujio wake ulileta wakati wa furaha, neema na wokovu. Baadaye, baada ya mateso na kifo chake, wanafunzi wataanza kufunga. Lakini kwa sasa walikuwa wanaishi wakati wa kushangilia uwepo wa Masihi. Baada ya hapo, Yesu anatoa mifano miwili. Anasema, hakuna mtu anayeshona kiraka kipya kwenye nguo kuukuu. Halafu anawaambia pia, hakuna mtu anayeweka divai mpya katika viriba vya zamani. Kwa nini? Kwa sababu kiraka kipya kitaipasua nguo ya zamani na divai mpya itavipasua viriba vya zamani. Hapo ndipo ujumbe mkuu wa Injili ya leo ulipo. Divai mpya ni Kristo mwenyewe, ni Injili yake, ni neema zake na baraka zake anazozileta, ni maisha mapya anayoyaleta. Lakini ili kupokea divai hiyo mpya, lazima kuwe na viriba vipya. Viriba vya zamani vilikuwa tayari vimekauka na kupoteza uwezo wa kunyumbulika. Divai mpya ilipoendelea kuiva, viriba hivyo vilipasuka. Ndivyo ilivyo kwa moyo wa mwanadamu. Moyo unaoshikilia kiburi, chuki, ubinafsi, dhambi na mazoea mabaya hauwezi kupokea kikamilifu Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Si kwa sababu Injili haina nguvu, bali kwa sababu moyo umekuwa mgumu na hautaki kubadilika. Ndio maana Yesu hakuja kuongeza sheria nyingine juu ya sheria zilizokuwepo. Alikuja kubadilisha moyo wa mwanadamu. Leo hii bado tunahitajika kuwa viriba vipya. Mtu anaweza kwenda misa kila Jumapili, lakini bado akawa kiriba cha zamani. Anaweza kufunga kila Ijumaa, lakini bado akakataa kusamehe.
Anaweza kusali rozari kila siku, lakini bado akawa na wivu, kiburi na chuki moyoni. Mungu hataki tu tufanye matendo ya dini, anataka mioyo yetu ibadilike. Ndugu zangu, kuwa kiriba kipya maana yake ni kukubali kubadilishwa na Kristo kila siku. Ni kuwa tayari kuacha dhambi, ni kuwa tayari kusamehe, ni kuwa tayari kujifunza, ni kuwa tayari kuanza upya, ni kuacha kusema mimi ndivyo nilivyo. Badala yake useme Bwana nifanye mpya. Mtakatifu Paulo anatuambia, aliye ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Huu ndio mwito wa Injili ya leo. Sio mwito wa kubadili desturi za nje pekee, ni mwito wa kubadili mioyo yetu. Ni mwito wa kuwa viriba vipya vinavyoweza kubeba neema mpya ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kuimimina kila siku. Leo basi kila mmoja wetu ajiulize, je, mimi ni kiriba kipya au bado ninajaribu kuipokea Injili mpya kwa moyo wa zamani? Tumwombe Bwana avunje kiburi chetu, abadilishe fikra zetu, asafishe mioyo yetu ili tuwe viriba vipya vinavyoweza kujaa divai mpya ya upendo, huruma na uzima unaoletwa na Kristo. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.